giraffe moving closely to me, moving majestically as if it is dancing. Can't you appreciate? As if it is dancing. Come on. Wow. Coming closer. Coming closer. 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 Look at that. Fantastic. Mother Nature. It's true love. Check hiyo miguu yake. Anaenda kutembea lakini jamani. Huyu hapa. Unasemaje? Ndugu zangu, tutafute pesa kukaa nyumba hii unayoiona pale nyuma hii villa. Ni shilingi milioni 3 kwa usiku mmoja, lakini ndani yake ina jiko, ina kila kitu, yani hata mazingira yake tizama. Sasa kuna sehemu hapa, kuna mtu hapa. Kuna mtu hapa unatiririka hapa. Mto Usa. Hili linafaa kwa shughuli nyingi sana, ikiwemo ujenzi wa hotel, ikiwa ni fursa namba 1, kwa sababu kutokea hapa kwenda uwanja wa kimataifa wa Kilimanjaro ni takriban mwendo wa kilomita 25 tu kutoka hapa. Kwa hiyo ukijenga hoteli hapo utapata wateja. Ukijenga Airbnb utapata wateja. Kuna watu wanakuja kukaa kucheza golf pale. Of course pale wana vyumba lakini vinajaa. Wanabidi waje hapa watalala kwako. Kutoka Arusha mjini katikati ya mji mpaka hapa ni kilomita 20 hivi. Bado ni fursa nyingine ya hotel accommodation. Sehemu ambayo wakuja watalii wanapenda sehemu ya utulivu. Hii sehemu ni nzuri sana given location yake, mahali ilipo, kwamba tunaona mlima Kilimanjaro kutokea hapa, unaweza kaona mlima Meru kutokea hapa. Ni rahisi kwenda Arusha mjini, ni rahisi kwenda Kia, uwanja wa ndege Kia, lakini ni rahisi sana kwenda kwenye sehemu za kuchezea golf na sehemu nyingine, hoteli nyingine za kitalii hapa kama Kill Season ambayo tumetoka kuonesha. Nje na pale unaweza ukawekeza kwenye ufugaji, kwa mfano ukafuga ndege ambao wanapendwa sana na watalii, ni wale ndege aina ya bata mzinga. Ukifuga hapa una nafasi ya kuweza kuuza nyama moja kwa moja sokoni, kwa sababu nyama ya bata mzinga bei yake katika hoteli za kitalii si chini ya 20 mpaka 25 kwa kilo moja. Sasa ukizalisha hapa nyama ya bata mzinga, ina maana unaweza kauzia hoteli zote zinazozunguka hapa. Hiyo pia ni fursa nyingine ambayo inakuwepo hapa. Lakini nje na pale unaweza kaona kwamba hii ni sehemu ambayo unaweza ukaja ukawekeza kwenye zoo. Yani ukasema mimi okay, badala ya watalii kutoka hapa kuhangaika kwenda Ngorongoro au Serengeti kutafuta wanyama, kuna wanyama wengine na waleta na afugia hapa. Ekari 8 sio masiani, eneo kubwa sana. Unaleta ndege mbalimbali kama labda tausi, unaleta ndege mbalimbali, labda unaleta wanyama mbalimbali kama unaweza kuleta twiga, unaweza kuleta wanyama wengine ukaweka kwenye cages, fisi, ukaweka kobe, ukaweka nyoka, na watu watakuja hapa atakulipa madola, sio shilingi, dola. What's the source of this water here? Quick. Move around. Yes. Huyu hapa mama mrembo na yuko hapa kido. Yeye amekaa kisport, mtizame kwanza. Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Na hiyo ni kilele cha mlima Kilimanjaro, na hapa ni clear, mawingu hajaingia hapa. Kama hujai kupanda, hii ni fursa pengine ya kufika hapa Arusha na kuweza kukwea mlima huu hapa. Unaona mlima mrefu kuliko yote barani Afrika. Yes. Shamba la parachichi hilo. Jeshi la Irani halitafungua mlango bahari wa Hormuz hadi Marekani itakapokubali masharti yake. Shamba la parachichi. It's a huge plantation. Na sasa hivi inakuja flower, si ndio? Usa Arusha hapa. Unaweza kaona mwenyewe namna ambavyo uwekezaji umefanyika wa kuvutia kweli kweli. Next time tuta stop hapa na kwenda kuzungumza shambani kabisa kiwalisia. Lakini at least nakupa picha uangalie investment iliyofanyika hapo. Imepandwa kwa mistari. Alafu shamba kuna time inafanya pruning kama unavyotazama, na sasa hivi inaonekana ni muda wa kuchanua evergreen. Lakini pia na mandhari yenyewe inaonekana kwa barabara kuzunguka shamba hili. Tizama namna mazingira yalivyotunzwa. Ukifika hapa kuna ubaridi tu ambao ni wa asili. Can't you appreciate? Hii hapa
na imani ni hasi. Sasa tutakuja hapa kupata kujua gharama za uzalishaji, pengine soko likoje la parachichi, changamoto ambazo ziko shambani, pengine magonjwa na dhibiti vipi shamba hili. Haya ndio mambo yanofanya tutembee Tanzania nzima ili kuhakikisha kwamba tunaweza kwa pamoja kushare knowledge, na tukishare maarifa inasaidia kujua ni wapi wanafanya vizuri zaidi kuliko pengine, changamoto ziko wapi, tuweze kujifunza kutoka kwa kila shamba. Na kwa kupitia ziara hizi tuna locate pia yale naitwa mashamba darasa. Kuna shamba inafanya vizuri zaidi kuliko mashamba mengine, basi watu waende kule wakajifunze. Na hii ndio elimu ya mtaani, tunaita chuo kikuu cha mtaani. Chuo kikuu cha mtaani, kitivo cha misukosuko, kwa maana kwamba elimu haipatikani darasani. Mimi naamini sana elimu hupatikana mtaani. Kama hapo ninakuonesha hilo shamba kubwa sana la parachichi. Na sifahamu ekari ngapi, lakini tumetembea, ni muda sasa tunatembea, na yaweza kukupa picha kwamba Tanzania bado tuko na fursa kubwa sana. Bado tuna nafasi kubwa sana ya kuweza kuinvest kwenye kilimo. Nje ya parachichi hapa pia Arusha kuna mashamba ya mibuni, kahawa. Tizama hiyo. Hapo ndo gate ya kuingia pengine shambani. Next time tutakuja kucheck in na kuweza kuuliza kwa kina shamba hilo linafanyaje, nini wana kiwanda au wana outgrow scheme, ni nini soko lao na vitu kama hivyo. Hakikisha na subscribe, like na kushare ili uweze kupata kujifunza katika ziara ambazo zina kikomo nchini Tanzania, kuanzia kaskazini mpaka kusini, kanda ya magharibi, kanda ya kati, mkoa kwa mkoa, kata wilaya kwa wilaya, tarafa kwa tarafa, kata kwa kata. Na pengine ungehitaji kupata maelezo ya kina, kwa pengine kuuliza maswali na kuweza kupata pengine mashamba, kupata kujifunza kwa undani zaidi, pengine application pia ya ujasiriamali wa kilimo, usikose kutuma ujumbe kwa WhatsApp 0743812853. Mimi ni Haji Farmer, daktari mkulima kutoka chuo kikuu cha mtaani, kitivo cha misukosuko, kama ambao najitambulisha mara nyingi. Basically hapa ni kill season. Kill season, nini kinaendelea hapa kill season? Acha tukaangalie mara moja na kuonesha mazingira kidogo kwa ufupi, na naamini utajifunza jambo. Right here in the main building. Main building tuna 16 rooms. Wow. 16 rooms, tuna interconnecting rooms pia. Interconnecting rooms, what do you mean? For a family. For the family? Yes, it's perfect for a family. Okay. But one room will have a king size bed. Okay. The other room itakuwa na two beds, two separate beds. Okay. All right. And how is the charge per night? It's $187. Hiyo ni sasa na shilingi ngapi? Ni rate yetu kwa Tanzania? Kama laki tatu. Kwa laki tatu kwa mtu mmoja. Laki tatu kwa usiku. Yes. All right. Wow, bed and breakfast. I want you to appreciate, okay? Get to see everything in the main building. Hapa ndo mahali pa mapokezi, reception. And right after this, where do we go? Okay, go this side. So the view on this side, we call it the garden view or a river view. We have River Usa down there. Wow, what a view. Okay. And we also have the Kili Beach. Kili Beach again? Yes, we have sand. It was brought from the ocean.
Okay, so guests can come and relax here. Okay. Down here. All right. Yes, and have a view of the river. Usa River. Usa River is just down here. Oh, I wish I could stay. Do you charge for someone who comes here just for a stay? Yes. Over there, and then someone goes back home and doesn't have to sleep right here? Yes, you can. How much do you charge? We charge, let's go this way. Okay. So you can come, you can use the restaurant, you can have drinks. And that's it? That's it? That's it, yes. You don't have to pay extra money? No, you just pay for what you're using. Like. Okay. Come on, what could be that? A snake? Could that be a snake? No, it can be an alligator maybe. Gator. Yes. Okay. Sasa ndugu mtazamaji, tunataka tuangalie huu mto. Yaani haya mandhari yanavutia. Kwani kitu cha kwanza kinanivuta kabisa nimepotazama maji yakiteremka yenyewe. Ni Usa River. Huu ni mto ambao ukauki. Haukauki. Mwaka mzima. Mwaka mzima ndio. Wow, hamna mamba huko ndani? Hakuna mamba. Wow. Sasa huu ni mto ambao asili yake unatokea wapi? Yaani kama chanzo cha mto huu. Chanzo naweza nikasema inatokea huko Mlima Meru kwa sababu Mount Meru iko hapo. Okay, inatoka kwenye Mount Meru. Ndio. Alafu inakuja it flows all along. Mpaka wapi? Really sure. Maybe to Dar es Salaam. Wengine mbali. Kwa hiyo ni mto mkubwa sana. Nataka nimuoneshe huyo mtazamaji wetu ambaye angependa kutembea hapa ni Kill season. Sasa huu ni mti ambao uko hapa ambao tunatuambia kuna Kill Beach. Is this the beach you're talking about? Yes. Wow. Guests can relax here kama watahitaji sunbeds, tunawaekea hapa. Wow. Na chill jioni kiangalia sunset. That's great. Yeah. Looks so nice. And you have an account out there kwa ajili ya vinywaji? Yes, if you have a group tunaweza tukafanya setup pale kwa ajili ya vinywaji. Okay. Yes, on request lakini. On request. Yes. Wonderful. I like it. And how does it look like at night? Do you have some lights? Yes, we have lights here. Let me check. Beyond. These small ones here? Yes. Colored? It's colored, yes. All right. So how long have you been here, this hotel specifically? From 2023. It's like 2 to 3 years. Oh, it's just a brand new? Yes, it's new, yeah. It's a brand new. I wish I could just move around the boundaries and get to see even the landscape and Yes, you can. You can move around. Yes, you can. Okay. The vegetation. Yes, and we can also do some weddings, events. You do some weddings as well? Yes. Like Okay. last month we had someone who was proposing. It was like a wedding proposal. Okay. Do you have some animals here? The wildlife? We have monkeys. Monkeys. Yes. Mischievous monkeys, Yes, isn't it? We do have them. Okay. Here again, I'm with the local guide at the hotel. It's called Kill Season. And so hospitable from the receptionist to a local guide who takes me around here. They are so welcoming. I feel like one day I'll be coming with my family. We're expecting you. Yeah, sure. Whether you want to propose, whether you want to have a wedding or a birthday party, this could be a right place for you to come and stay. It's really nice, welcome, no noise. You can see monkeys jumping all over, the mischievous monkeys. Any problems with the monkeys? No problem at Okay. all. Yeah. The good thing with the monkeys, they don't disturb guests. All right. Because they are not used to, like we don't give them food. Okay. Only water. Only water. Yes. So it's not a disturbance for the guests. Any snakes in here? I not really. see trees around here. We have some the green ones. Green ones? Yes. Non-venomous? Non-venomous. Non-venomous, okay. Again, that's a restaurant. Where from? Right there? Okay. And here is the main gate again? Yes, that's the main gate. And You know on what? the other side we have villas. Oh, your We villas. have 3 villas. Yes. Oh, really? Yeah. Wow. 16 rooms. 16 rooms at the main area and we have 3 separate villas. Always full? Occupied? Yeah, right now they are not fully occupied. Okay. So if you want to get a room, do you have to book like 3-4 days or like a week before? Yes, a week before. Even we also accept last minute bookings. You can get this. Okay, like if I want the room right now, can I get it? You can get it. Yes. Oh wow, wonderful.
Hey, I like it. Can't you see the trees? This side is for the villas. Okay, and the pavement all around. The villas, eh? Yes, villas. Wow, wonderful. You can feel nature from the real sense of nature, you know? Yes. And we are near the Kili Golf. It's just, Okay, and what is Kili Golf all about? it's about the golfing. Oh, it's golfing. Okay, Yes. come on. It's famous, right? Yes, very famous. Okay. Yes. It's one of the. It's very big, by the way. Very big, isn't it? Yeah. So you get a lot of visitors who stay here and go for golfing? Yes, for golfing. Yeah. Really? Yes. Come on. Kind of international? It's international. Yes. Okay, I heard about it. Someone talked about it, but you know, I'm not interested in golfing anyway. So, for golfing. Yes, for golfing. Really? Yes. That sounds nice anyway. Yeah. And how many languages do you speak? Oh, English. English, okay. Don't you do French or Chinese? I guess you get many nationalities. Yes, we get different. We get Chinese. Where from mainly? What do you call them? Like you get Americans, or Chinese, American, Arabs. French. And how do you cope with them then? Because you know you speak English and Swahili, and these guys come in different languages. Do you have some other staff who know other languages? Yes, our manager speaks French. Okay. Very well. Arabic? Yes, we have Chinese? one guy. No. Okay. Chinese. Okay. Chinese, we use the Google Translator. Okay. Google Translator does all the work. Yes. Okay. I like it because it's well, you can, hey, can't you see it? It's well clean but natural. It's like walking in the middle of the forest. Let me just turn the camera for you to see. Come on, very neat. All over, very neat. And I guess these lights are on at night? Yes, at night, yeah. Oh, wow. And these are powered by the solar? Yes. Come on, you got the cameras around? This is the villa. The villa. Just have a Come on. look of the surroundings. This is the villa Cheetah. Okay? Wonderful. So It's what's nice for a family? For a family. For friends, we have, the villa has 4 rooms, okay? so we can accommodate. Is it up to- occupied as now? Right now, It's not. occupied. It's not occupied. Okay. Next time we can just get in, maybe get to Yes, see. yes, we can Get in have and a look. I'll have a look at it. So this is basically the villa. How much is it for a villa? This is 1,000 US dollars. Yes. And how much is that in Tanzanian shillings? A night it's 3 million. What? 3 million. Yes. 3 million. Yes. Kukaa hapa usiku mmoja ulipe milioni 3. Come on. Ina kitchen, najitegemea kwa Ina kila kitu. Kila kitu. Ndugu zangu, tutafute pesa kukaa nyumba hii unayoiona pale nyuma hii villa. Ni shilingi milioni 3 kwa usiku mmoja, lakini ndani yake ina jiko, ina kila kitu, ina yani hata mazingira yake. Tizama sasa, kuna sehemu hapa, kuna mto hapa. Kuna mto hapa unatiririka hapa. Mto Usa River. Umeona? Ndio mto mkubwa sana Arusha hapa, si ndio? Yes. Kwa kila villa ina deck yake. Kwa hivi. Come on, can't you see that? Nice. Sasa deck yake, angalia, unakuja kukaa hapa. I wish I could be jumping. Bwana. Unasema hapo, unasema nini? Unasema aje sana kwambia nini? Hii hapa. Umeona? Nzuri sana. Inapendeza sana. Yaani natamani nikijaga tu hapa, hata nikilipia tu kukaa hapa nalipia walai. Ni pazuri sana kwa kweli, sema la ukweli. Watu wake ni wazuri, ni wema, wanakuelekeza tangu tumetoka naye kule reception mpaka hapa, lakini ninachopenda uone kabisa ni mto. Mto wenyewe pale. Tena hapa maji yana kelele kabisa, na ndio maji mazuri ambayo unataka. Hey? Come on. Na kuna kule chini current yake ni pole pole, lakini huku juu ndio napenda sasa hii hapa. Mimi kama nachagua na kuja hapa. Tutafutage pesa ndugu zangu. Angalia geti lake hilo, mtengeneza na mawe tupu. Shafahamu. Alafu mazingira yake yamefyekwa always yako kama hivi. Alafu utulivu mtupu kila dakika. Unaona? Kwa hiyo hapa kuna villas kama ngapi za namna hii? Villa 3 tu peke yake. Kwa mtu asema okay, mimi ndakuja na kaa kwenye villa na sitaki mambo mengi. Hapo unaweza kana wedding yako kaja hapa. Kwa sababu mimi harusi yangu anakuja chungu cha 3 nakuja kufungia hapa.
Karibu sana. Mimi na viungo viwili mpaka saizi. Chungu cha tatu lazima kifungiwe hapa. Kwa hiyo unaona hii hapa. Oh, come on. Kwa hapo mtu anaweza akakaa nje. Wow. Wow. If you are a godly person or a person wants to chill, this could be your place. So nice. Full of calmness, full of nature. You can see it from top to bottom. Hey, nice. Angalia pavement hizo njia zake. Unaona? Sasa fikiria hapa ndio kuja kufunga labda ndoa au na mambo yako tu na familia yako, labda kwa mwaka mnakuja hapa kukaa labda wiki moja mwandae milioni 10. Sasa mtakaa bila kula? Wewe chakula. Kuna chakula pia na ndani yake. Anaweza chef akaja akatayarishia chakula. Chakula lakini kinawekewa bili au sio? Okay. Kule zinaendelea vila nyingine kule mbali. Sasa angalia kijimsitu. Wewe unakaa katikati ya msitu. Unaona teki hiyo. Utasikia ndege asubuhi naamka, wale swala wadogo wako huko ndani. Swala ndio wadogo, utaona matumbili kidogo yanacheza wakati mwingine nakupa furaha kama uko mpweke. Tazama hiyo. Come on. You can see varieties of birds, full of diversity, biodiversity. I can also get to understand that you got flowers as well. Hiyo ulimi wa mama nyoka hiyo huwa inaitwa nyoka. Ulimi is mother tongues whatever. Lakini inafukuza nini? Inafukuza nyoka. Sorry, inaitwa ulimi wa mama mkwe, sio ulimi wa manyoka. Ulimi wa mama mkwe. Waliita hivyo kwa sababu pengine umechongoka sana. Mama mkwe akiamua kusema. Ndio. Kumbe. Mama mkwe akiamua kusema neno, uchomoki yule pale. Ulimi wa mama mkwe. Unaitwa hivyo. Ni mmea wa maajabu sana, lakini pia naona katani hapo. Katani. Alafu pia naona cactus. Naona cactus hii hapa ni mmea jamii ya katani, na katani nyingine, lakini ni katani yenyewe, lakini hii ni cactus. Sawa, alafu naona gimbi kama gimbi si gimbi. Sasa hoteli ina miaka miwili sio umesema? Miaka mitatu. 2023. Okay. Na wageni wanakuja wengi sana hapa. You also on Booking.com? Booking.com. Okay. Expedia April. Expedia, yes. And okay. Oh, you guys, you're international. Yes. I appreciate. What's your name, brother? My name is Lanyor Ezekiel. A Maasai? Maasai, yes. Arusha, Ngaramtoni. Okay. Do you speak Maasai? Ma. Do you speak Ma? Because their language is Ma. Yes, I speak Ma. Speak a bit of like you. Okay. Keya. Sidai. Sidai topol. Sidai. Okay. You see, this is a Maasai. You can. So when they say Keya is about habari yako, mambo vipi, and as you respond Sidai. Okay. Sidai is simply poor. It's okay. I'm fine. Sidai. Another Maasai right there. She's a Maasai too. She speaks Ma. So it has been really nice moving around, taking a quick tour around the kill season. We'll be happy to host you sometime. Okay. Oh, really? I'll come with the family. I need to have 10 million. Nice. I stay in a villa. You need to stay in the villa. A villa is good for you. Yeah? A villa is nice for nice the family. For me. Okay. Yes, privacy. For privacy, yes. You know. We live once, son. We live once and we die once. You should enjoy. You should enjoy sometimes. Come and visit. Let's have a look at the garden. This garden. Mboga mboga. Sukuma wiki. Alafu naona hii inaitwa? Inaitwa Dania lakini ina jina in English. Ina jina lake. Okay. Na hizo sukuma wiki nyingine, lakini pia tuko na hiyo nini? Kwa hiyo hizi ni sehemu ya mboga mboga ambapo mnatumia madawa? Kupuliza dawa? Dawa ndio. Okay. Na saizi mboga mboga mnatumia kwa jamii ya hotel? Yes, hotel. You can get fresh vegetables hapa, pilipili. Okay. All right. You can have a swimming pool there outside. Let me play. Let's go. Okay, you got the bar? Yes, this is a main restaurant. Okay. Main restaurant where people come and get breakfast from, lunch, dinner. Yes. Let's get to see this. Wonderful.
What's the cheapest meal here? Cheapest meal. Okay. Actually, we have an a la carte menu. Let's see. So let me get you the menu. All right. And that's a kitchen, isn't it? Yes, this is the open kitchen. Open kitchen. Mambo. I like it. Menu. And why all this? What is it for? That is food. Food. Yeah. It's like keep it for warming or what? Yeah, keep it for home. For warming. Okay. Yes. Come on. For warming. Classic. Okay, thank you very much. All right. Let's take a tour around here. Come on. Hello. Aipo. Hello. Guys. Aipo. From here you chill from your swimming pool right there. Can't you see that? Water flowing. And you dive into that. Okay, this is the menu. Hapo kija hapa, the cheapest meal I was asking. Ni ipi hapa sasa? Chakula bora bei nafuu kabisa kuliko vyote. Bei nafuu 25,000. What? 25,000. And that is chips. Oh no, what is that? Light meals served with artisan bread. Okay, what could that be in Swahili? Kama supu hivi. Okay. Yes, na mkate. Kidogo tu. Yes, 25,000. Come on. Ndio maana mimi najiandaa kuja na milioni 10. Okay. I get see the flowers. You mchicha naitwa hiyo. Mchicha. Okay. Nice and beautiful. And that's a swimming pool, isn't it? So you chill from here, you dive into the water. Every time you want. Okay. I need to see these guys. This side is the bar. Okay, that's a bar. And the kids. These kids play here. Okay, wanachezea hapa. Wow, I can see that. It's beautiful. Otherwise, we are done, isn't it? Yes, we are done. Okay. So the minimum rate per night is how much? $187. And that is almost roughly 300. Sorry, if I have to take if you have to like a quick wrap up here, let's do it right from here, maybe. So if you have to give it a wrap up, what's the cheapest rate per night? It's $187. And that's how much? Tanzania shillings? 300,000. 300,000. Yes. 300,000 per night, per person per night. Bed and breakfast. Bed and breakfast. Yes. And what's the most expensive rate here? The villas is the expensive one because we charge it per villa, not per room. Okay, per villa. So it's like $1,400 per night. And that's roughly? Like 3 million. 3 million, okay? Yes. Per night. Milioni 3. Bei ya juu kabisa hapa milioni 3. Bei ya chini kabisa na ina vyumba 4 hiyo bila. Bei ya chini kabisa ni 300,000 kwa usiku mmoja. Tembea uone. Na msosi wa chini kabisa hapa ni 25,000. Hapa ni Arusha na hapa kizuri kuna sehemu ya kuogelea kama swimming pool, lakini pia tumeona mto pia Usa River, na huyu ndiye ametembeza hapa. Yeye ni Masai lakini yeye ameamua kwenda kwenye hotel kwa sababu utalii ni sehemu kubwa sana. Jirani hapa kuna King Golf ambao ametuambia watu wanakuja toka mataifa mbalimbali kuja kucheza golf, mchezo wa golf. Thank you for watching. I'm the Aje Farmer au Vasco da Gama wa Bongo. Nimekuwa nikitembeza hapa. Next time nitakuja kukaa hapa online. Mimi nimevizia kwamba nitakuja kukaa kwenye villa milioni 10 kwa wiki moja. Karibu sana. Hakuna matata. Shukrani. Asante sana. Pamoja sana. Bye. Say bye. All right. Thank you. Ndio golf sasa. Inaanzia hapo sio? Right. Cheza ile rada kama ulivyosema. Ni zaidi ya kile kilichomo, yes. Kwa hiyo hili ni eneo la Kilgof, ni ambao ni strategic kwenye investment ya Arusha. Kuna mashamba mbalimbali, kuna hotels. Hapo ndio ukafika ukajifunza hasa real estate maana yake nini. Kama watu wanatoka nchi nyingi duniani kuja kucheza golf hapa. So ukaona kwamba fursa ziko kila mahali, kama anavyoandika Robert Kiyosaki na Shane kwenye kitabu chao cha opportunities, nadhani hicho kitabu
kitabu chao cha Fire Yourself. Kwenye kile kitabu wanaandika kwamba fursa ziko kila pahala, na ni kweli. Kila ukitembea, kadri unavyozidi kutembea unazidi kuona fursa kila pahala. Imagine this is the place. Ukitazama ni nje kabisa ya Arusha, takriban kama kilomita ngapi hapa? Kilomita 20 hivi, lakini unaweza kukuta huku kuna watu wamewekeza, na itakushangaza mpaka utafika utaanza kusema hey, kuliko nikae Arusha bwana, nikae huko mjini. Hapa sio mjini, sasa ni pembezoni mwa mji. So we are getting down here. I'll show you exactly what's happening right here. We shall take a tour together. I want you to appreciate. Let's get out here and appreciate. Come on. So that's the place. Na simu kama ule mtu somewhere una ketchup mpaka isema au ni kitu vile tofauti. Ule mtu tuliona kule. Una mali una connect naye? Hapana. Okay. Habari yako? Nimeona ule mtu, beautiful lady here. Hapa ni wapi? Kill Golf. What do you do here? Kilimanjaro Golf Club. What do you do? Here. Yeah. Some drinks. Refreshment. People playing golf. Okay. Yeah. I was asking, what's the source of this water here? Quick. Let's move around. Huyu hapa mama mrembo na yuko hapa Kigo. Yeye amekaa kispoti, mtizame kwanza. Haya maji yanatoka wapi? Haya ni mvua tu na yanatengenezwa. Pale ile haijawashwa. Ikiwa haijawashwa. Nasema hiyo inawashwa. Inatengeneza maji wapi? Pale ngoja ngakawashenga kwa upige picha mkuu. Japo uruhusiwa kwenda kule kutoka kwenye uwanja wa gofu, lakini maeneo hapa hivi haruhusu picha, yani usije kwa pale mti pale. Ngoja ngakawashele maji dakika moja. Uyapige picha kule. Ambacho naweza kukwambia ni kwamba fursa ziko kila pahala, na Robert pamoja na Shane kwenye kitabu chao cha Fire Yourself inasemea kwamba wanazungumzia kwamba fursa ziko kila mahali. Kila napotembea Tanzania nzima nagundua kwamba kuna fursa kila mahali napotembea. Na ninapotoka, kwa mfano nilipokuwa Dakar nikasema maisha si hapa Dakar. Nilipotoka pale Dakar nimeenda Dodoma nikasema oh come on. Look at that. What could be that? Hapa ndo Kill Golf mwenyewe. Check maji yanaporuka wewe. It's full of magic. Sasa maji yanaruka huko katikati. Alafu anasema maji yanatokana na mvua haya. Ni kitu cha kushangaza sana kabisa hiki. Sema hapa ni Arusha, hapa ni Kill Golf. Watu kutoka mataifa mbalimbali duniani wanakuja kucheza golf hapa. Unaona? Alafu unakaa hapa. Ni sehemu ambayo imechill kweli kweli. Tizama hiyo. Come on. Sikia sauti yake. Hey. Alafu imetengenezwa maji yametembea kama hivyo, yanaenda hivyo. Alafu kule yametembea kama hivyo. Kama kiziwa fulani, sio ziwa. Ni kama muujiza fulani. So I will tell you a story. Let's finish that. Ina maana fursa ziko kila pahala. Kila ninapotembea Tanzania nzima nagundua kwamba fursa ziko kila mahali. Sasa imagine sehemu kama iko kilomita takriban 20 kutoka katikati ya mji wa Arusha. Lakini hapa watu wako wanajipigia pesa. Come on, watu wanapiga pesa. Watu wanakuja kucheza mchezo hapa golf tu. Shafahamu. Na sijajua rate zao. Naenda kuwauliza kuhusiana na rate ni kiasi gani hapa. Labda kula chakula shingapi, chakula bei nafuu kabisa. Alafu acha na hapa nakuja bi mkubwa nimuulize maswali mawili matatu hapa. Unaona? Sasa mimi nataka niambie siri. Nje ile maji yanavoruka kama vile muujiza. Hivi amweke kama ni kama aina fulani ya uchawi, sio? Ndio, kuna maji yanabadilika rangi. Anasema kama ni kama uchawi. Na mimi mko kama uchawi kwa sababu maji yale yanabadilika rangi. Yanabadilika rangi. Okay? Usiku taizi kiwasho hapo blue, kijani, nyekundu, njano yanabadilika rangi. Wow. Na hii hapa Kill Golf inapokea wageni kutoka wapi? Nchi mbalimbali, hata Mbongo. Pesa yako tu. Shilingi ngapi hapa nakuja hapa? Inategemea sasa unakotokea au kinywaji unachotumia, lakini
sehemu yoyote. Hata mimi ningeamua baadaye au sasa hivi nikae nihudumiwe. Sawa. Shingapi kwa mfano kinywaji, sema labda soda, if I take a soda? Inategemea na siku wanakuwa na special. Kuna siku wana special wanapunguza bei, kuna siku Okay. Wow. Kwa mfano siku ya leo hapa sasa hivi hapa. Tuseme yani bei ya kawaida siku zote tu kama ofa ni 5,000 soda. Soda shilingi 5,000. Bia zetu Henken window huko. Ngoja nilete menu tusome. Acha tuletee menu kwanza. Tusome menu tuje si hapa tukachanganya tukaingia choo ya kike. Anda kutuletea menu. Lakini nadhani kuna muziki somewhere hapo. Kuna vitu vingi sana vizuri ambavyo ukifika hapa uta appreciate. Mimi nimepapenda. Ni first time mimi nafika hapa niseme la ukweli, lakini natamani kurudi tena na tena kwa sababu watu wenyewe ni wazuri kama hivyo. Huyo binti tutafikia hapa nikutana naye miaka mingi iliyopita, lakini ndio first time nakutana naye, lakini tayari tumesha bond na tuwapiga story, watu wema sana. Ushafahamu? Kwa hiyo acha tuangalie menu zao zinasemaje, alafu tuweze kuamua kwamba siku nyingine bana AJ Farmers wote Tanzania tunakuja kusanyika hapa kwenye party, big party. Tunakuja kupindwa hapa siku moja au siku mbili, tunakaa hapa kisha ndondoka zetu na mashambani kwa sababu it's not all about farming or entrepreneurship, is a lifestyle. We live, we talk, we dance, we eat, we sleep, we also date. Huyu hapa. Sasa acha nikuoneshe hizi menu yake. Hiyo ni pizza menu. Okay. How much is that? The cheapest food I would like. The cheapest, what could be the cheapest? For one pizza? 25K. Yeah. And what's the most expensive like food here? And the most expensive. Hii ambayo sema hii ni ya masonko hii. Zote ni 25 mtu za afford. Bei ya juu kabisa. Leo tuna special. Tunauzaje gani? Kwa mfano leo atakula makorokocho yote hapo kidogo kidogo. Alafu jumla shilingi. Come on. Hey, mbona ni rahisi tu. Okay. 30,000. Alafu unapata kila kitu humu ndani. Ya kidogo kidogo. Wow. Come on. Na umesema hapa ina maana usiku kunakuwa na watu humu ndani watembea. Humu ndani yani humu. Wengi wanakaa huku ni wazungu, iko kwenye maji ya mtu anaingia maana ni parefu. Ni kina kirefu hicho. Ni kina kirefu sana. Sio kirefu vile, kwa mfano kama mimi naweza kanifika size hii. Ya nani ya kifua? Yeah. Alafu kule hizo ni kama kule ni hosteli za maboss manager. Okay. Wanakaa kule. Hapa mna vyumba accommodation? Yeah. Shingapi? Labda tuete pale mapokezi. Watakuwa tayari kutupa maelezo kidogo. Hawana shida kabisa. Kitabu hii hapa ni nani? Okay, hii ni nini? Wine hizi. Wine. Sio bei gani? Come on. Bottle 55. House wine. Argentina. Okay. Tuweze tukaangalie pale hiyo rate ya vyumba na kwa shingapi, sio? Hivi ni vyakula, ni appreciate. Come on. Mnauza wine sana hapa. Wow. Kwa mna bia hizo hapo. Bia hizi hapa. Bei ya kawaida. You guys like beer? This is Kilimanjaro Lager F6. Kama soft drink hizi hapa unaona? Kama hii ndio bei sasa imetolewa ya offer. Okay. Kuanzia na nani kote yani bia zitakuwa hizi. Paka huko kwa big water F3, small hivyo vidogo. Soda ndogo F3. Kwa hiyo vinywaji vya kawaida kabisa. Twende tukaangalie vyumba. Okay. Mimi nakuja kulala hapa kabisa leo. Ya kulala hapa. Farakana vizuri bwana. Come on. Okay. Hapa na hiyo nini? Ndio naanza kuchezea. Okay. Watu wanacheza vitenesi hizi na nizo kupiga papa. Nataka hiyo sasa, hiyo nataka hiyo. Okay. Okay, hapa naweza ni hapa mpokeze nipate maelezo. Anaitwa la baba. La baba nini? Hii ndio management ya hapa ambao tunafika hapa reception na wanatupokea kwa shangwe sana. Okay, asante sana. Okay. They're so hospitable and very kind, generous. Let's move around. Let's get. Come on. Ngazi zake. Okay. Come on. Una mambo yako. Hapo mnaika nini hapa samani kidogo? Hapo kibeti cha baridi moto unawashwa. Okay. Come on. Moto hapo wakati unapiga. Stories zako na nini kinachoko na pale vile. Come on. Can't you see that? Full of beauty. Okay. Hapo mtu wa picha. Anapatia hapa. Kama zile za kule kwetu mwingine anapenda na simama pale. Okay, anafanya hivyo. Come on. Acha tufanye moja. Akumbe anakuja kufanya. Wanaweza kupiga hizo wanakuja na sasa. Okay. Mashine ya golf hapa. Certificate of appreciation Kilimanjaro Golf Club
awards to mlipewa hapa. Come on. Wamepata zawadi mara kadhaa. Hili ni eneo ambalo watu wanakuja kukaa hapa, kweli panapendeza. Na tuzo mbalimbali. Vikombe, so mnache vikombe. Ni mchezo wa golf. Check ile pale. Come on. Hiyo mmefanya mambo makubwa sana afu watu hawajui. Check hiyo. Makombe, watu wamepiga makombe, Spanish tiles samani hiyo. Alafu na hii ni nini? Hii the most recent ni ipi ambayo imetoka? Hii ni nini? Tamfom. Okay. Wow. Ziko vikombe vya kutosha hapa. Na pesa juu. Yeah. Na pesa. Okay. Kama check hapa isemu. Pazuri kwa kweli, sema la kweli. Panavutia yani. Sema ukaa kila pahala. We. Okay, pool table, okay. Come on. Kwa sababu pool table inafanya kama na golf vile. Hey, come on. Kwa hiyo watu wanakuja kucheza hapa. Usiku na mchana? Na hapo vipi? Huko kote watu wanakaa. Nisemza huko. Really? Kuna kaunta ndogo kwa hiyo mtu asichoke kule kitu nafanya. Huko kote mtu anakaa. Alright. I see pazuri. Labda tu wanaongezea wanataka kama sehemu hiyo. Okay. Kwanza kabisa hapa ni maji yale yanayoruka, alafu yanabadilisha rangi. Yeah. Naweza kuja mle kuogelea? Hapana, utapotea. Kujaribu pengine? Hairuhusi kwa afya. Nikitoa mwanzo akasema moja hapa. Nitaribu kila kampuni sio? Sasa tunateremka zetu hapa. Hii ni hizi gazi zetu. Alright. Usiku zetu zinawaka. Na hapa tunaenda zetu chini, tunateremka na kuondoka. Zinawaka usiku Okay, unaashia hapa. Ndio tunateremka. On off, okay? Okay, imewaka huko. Sorry. Imewaka huko. Kama hizo hapa. Na hizi hapa. Kuna baadhi zimesigiwa special. Okay. Alright. Kwa hiyo usiku kwamba usiku tu ndio wake. Cheki hapo. Kwa hiyo usiku zinabadilisha rangi zenyewe. Okay. Come on, so nice, beautiful. Tuende zake na Miriam anapotembea, anasema yeye ni mpare. Ambaye ili akupe hela kwanza inabidi aingie ndani mara mbili. Anakuja ni ya nini lakini anakuuliza hela hiyo unachukua ya nini? Asante sana Miriam. Hii ziara yote tuliofanya katika maeneo mbalimbali kuzunguka eneo hili ilikuwa si kwa ajili ya kupoteza muda. Ilikuwa si kwa ajili ya kupoteza muda, bali ilikuwa ni kujifunza mazingira yanayozunguka eneo hili ambalo ni la uwekezaji. Kabla ya kwenda kuwekeza eneo lolote, ni sharti kujua tabia za watu wa maeneo yale, kujua mila zao, tamaduni zao, na kujifunza fursa ambazo zinazunguka eneo lile. Eneo hili linazungukwa na lulu tupu. Watu wamewekeza kwa ukubwa kama tulivyotizama. Sasa twende kwenye eneo husika, twende tukamwangalie mwali. Eneo linalozungumziwa hapa ni eneo la shamba lenye ukubwa takriban ekari 8. Imagine ekari 8 ipo katika eneo hili muhimu kiasi hiko. Hapa tunaondoka katika eneo la Kilgolf na unaona maeneo mbalimbali hapa kukimwagiliwa, field inamwagiliwa ikiwa maji kuhakikisha kwamba muda wote nyasi zipo za kijani. Wanamwagilia kwa kutumia sprinklers. Tizama uwekezaji ambao unafanyika hapa wa mabilioni, sio mamilioni, mabilioni. Karibu tuelekee katika shamba lenyewe ambalo hasa ndio mwali wa shughuli hii. Okay, kupata view ya Kilimanjaro. Okay. Unapata milimati, unapata Meru ile pale. Miti mizuri kidogo. Lakini hapo hiyo Meru kwa wale ambao mjafika Arusha. Ukija Arusha kama unakuja pengine na flight tusema tunaenda kugonga mlima ndio ule pale ule. Alafu na mlima mwingine utaenda kuona Kilimanjaro. Mungu ametujalia nchi yetu jamani, Kama hujatembea bado umezaliwa pale Kayeze Mwanza, unaweza ukahisi hatuna vitu. Sasa tizama hiyo Meru. Alafu tunaenda kuangalia Kilimanjaro yenyewe. Kilimanjaro tunataka appreciate tutokea upande mwingine, sio? Okay. Mawingu yameshashika. Okay. Hiyo ni milima mikubwa sana hapa. Kilichopendeza sana Arusha pia ni uwepo wa mito.
mpaka ukanda huu bado ni mto ule Usa River na ukauki. Maji yake kama kaida maji ya mto, sio maji ya chumvi. Unaweza kutumia mto huo ka divage, pengine ukafanya topic kilimo cha bustani, ukamwagilia kama tulivyoona pale Kilgof wanafanya kumwagilia eneo la feed kucheza golf. Fursa iliyoje hiyo. Nataka u appreciate kadri unavyotembea Tanzania nzima, uweze ku appreciate kabla tujaondoka kwenda nje. Fursa tunaziacha nyumbani. Tunaenda nje, alafu watu wa nje wanarudi huku kwetu. Sasa vipi? Yaani unafanya utafuta kazi Arabuni, alafu kule ulipotoka kwenu ndio kuna wenzako watoka Arabuni wanakuja hapa tena. Hiyo unaweza kaona hiyo ni Meru, kilele chenyewe. Wakati wa asubuhi, wakati mwingine mawingu yanafurika mpaka kule juu. Ni mlima mrefu sana huo. Sasa Kilimanjaro can't get it. Imefunikwa na mawingu ile pale, ile kule. Unaona the roof of Africa. Yaani ukisema pale Kilimanjaro unaitazama Afrika yote. Kiwa the roof of Africa. Ndio maana yake hiyo. Ukisimama pale unaweza kuona Afrika yote. Sasa na bado watu tunaondoka hapa Tanzania, mito mingi, maziwa, ardhi kubwa. Tunaondoka tuenda Marekani, tunapanga foleni kutafuta visa. Na nauli juu na kwenda milioni 15, milioni 20, lakini umeacha mali nyumbani. Hii pengine ni wito kwa diaspora. Bado maeneo ya uwekezaji yako mengi. Sasa tunaingia katika eneo shamba la ekari 8. Hili eneo ambalo limezungukwa na mashamba kadha penye utulivu, penye asili kabisa. Ni takriban kilomita 20 kutoka katikati ya mji wa Arusha. Unaweza pata view kutoka hapa, ukapata kuona mlima Kilimanjaro in the real sense, ukapata pia kuona mlima Meru. Lakini muhimu sana kinachovutia hapa ni uwepo wa uwanja, maeneo ambayo wanachezea golf au watu mbalimbali toka duniani ufika hapa kucheza golf. Ni kutoka hapa shamba lilipo mpaka kwenye hiyo sehemu ya kuchezea golf ni mwendo tu dakika 5 kwa mguu. Tembea tu unafika pale. Lakini pia kuna hotel kubwa sana tumeiona. Tumeitembelea, inaitwa Kill Season, ambao kuna villas na kuna mambo makubwa sana pale pia, ambao kutoka hapa pia kwenda mpaka hiyo hotel ni mwendo wa dakika 5. Nje na hapo kuna shamba kubwa sana tumeona la parachichi, watu wamekuja kuinvest hapa. Parachichi aina as tumetoka kutizama na penye pia inavutia kwa namna yake. Kwa hiyo haya maeneo unaweza ka appreciate kwamba ni maeneo yana umuhimu au bora kiasi gani unapokuja upande wa uwekezaji, na tutakutembeza hapa. Na maana hapa nitakachofanya hapa nitakachofanya nitakutembeza katika ile eneo upate kuona maeneo mbalimbali ndani ya hili shamba, na tutakuonesha kona hadi kona. Mount Meru. Kila siku ukiamka asubuhi kutokea hapa utaangalia mlima Meru na mlima Kilimanjaro. Na ni eneo lote la kuzunguka ni shamba zima la ekari 8. Kila pahali unaweza kuona kuna miti ya asili, ambapo ukiamua kusema unaweza kusema mimi nataka kuwekeza katika mfumo labda wa kilimo, inawezekana. Mfumo wa hoteli ndio usiseme. Kwa sababu kutoka hapa kwenda Kia, eneo hili ili kutoka hapa, ina maana unaweza kuja ukitizama kwa kila lenzi unaotaka. Unaweza kuja kama lenzi ya ufugaji, kama la pengine unataka kuwekeza katika ndege wa mapambo ama ndege wa nyama, inawezekana. Mfano bata mzinga tu kiinvest hapa, wale bata mzinga watakuwa naliwa na mahoteli ambayo vizunguka hapa ya watalii, ambao tumetembelea sehemu ya Kilgof kwa mfano, ama ile Kill Season. Eneo hili linafaa kwa shughuli nyingi sana, ikiwemo ujenzi wa hotel, ikiwa ni fursa namba 1, kwa sababu kutokea hapa kwenda uwanja wa kimataifa wa Kilimanjaro ni takriban mwendo wa kilomita 25 tu kutoka hapa. Kwa hiyo ukijenga hoteli hapo utapata wateja. Ukijenga Airbnb utapata wateja. Kuna watu wanakuja kukaa kucheza golf pale. Of course pale wana vyumba lakini vinajaa. Wanabidi waje hapa watalala kwako. Kutoka Arusha mjini katikati ya mji mpaka hapa ni kilomita 20 hivi. Bado ni fursa nyingine ya hotel accommodation.
Sehemu ambayo inakuja na wakuja watalii wanapenda sehemu ya utulivu. Hii sehemu ni nzuri sana given location yake mahali ilipo, kwamba tunaona mlima Kilimanjaro kutokea hapa, unaweza kaona mlima Meru kutokea hapa. Ni rahisi kwenda Arusha mjini, ni rahisi kwenda Kia, uwanja wa ndege Kia, lakini ni rahisi sana kwenda kwenye sehemu za kuchezea golf na sehemu nyingine, hoteli nyingine za kitalii hapa kama Kill Season ambayo tumetoka kuonesha. Nje na pale unaweza ukawekeza kwenye ufugaji, kwa mfano ukafuga ndege ambao wanapendwa sana ni na watalii, wale ndege aina ya bata mzinga. Ukifuga hapa una nafasi ya kuweza kuuza nyama moja kwa moja sokoni, kwa sababu nyama ya bata mzinga bei yake katika hoteli za kitalii si chini ya 20,000 mpaka 25 kwa kilo moja. Sasa ukizalisha hapa nyama ya bata mzinga, ina maana unaweza kauzia hoteli zote zinazozunguka hapa. Hiyo pia ni fursa nyingine ambayo inakuwepo hapa. Lakini nje na pale unaweza kaona kwamba hii ni sehemu ambayo unaweza ukaja ukawekeza kwenye zoo. Yani ukasema mimi okay, badala ya watalii kutoka hapa kuhangaika kwenda Ngorongoro au Serengeti kutafuta wanyama, kuna wanyama wengine na waleta na afugia hapa. Ekari 8 sio masiani, eneo kubwa sana. Unaleta ndege mbalimbali kama labda tausi, unaleta ndege mbalimbali, labda unaleta na wanyama mbalimbali kama unaweza kuleta twiga, unaweza kuleta wanyama wengine ukaweka kwenye cages, fisi, ukaweka kobe, ukaweka nyoka, na watu watakuja hapa atakulipa madola, sio shilingi, dola. Utalipwa dola. Come on, nasema Jeff nasema nini? Kwa hiyo fursa ziko nyingi sana hapa. Unaweza kuwekeza kwenye Airbnb, hotels, ufugaji kama pengine hao ndege ambao ukauzia tena hoteli za kitalii, lakini pia ukaanzisha zoo, shamba la wanyama. Lakini kuna uwezekano pia ukafika hapo ukasema mimi naanzisha shamba kama shamba. Tumeona wenzetu pale wamelima parachichi, ukasema nauza shamba, naanzisha matunda mbalimbali, alafu nitakuwa nauza matunda kwenye hoteli za kitalii. Kwa hiyo fursa ni nyingi. Ukilima hapo unakuwa umelima sokoni. Okay? Kabla hujapeleka mazao yako kule Arusha, ina maana utakuwa umepata nafasi kubwa sana kwamba utajikuta umeuza mazao yako hapa hapa. Nje pale ndio mabanda unaotazama. Unaona? Acha nikuoneshe vizuri. Hayo ni mabanda ambayo uwekezaji ushaanza, na mabanda ambayo unaweza kufika pale at least appreciate kidogo haraka. Nataka sema mimi okay, naanza na ufugaji wa bata mzinga ama ndege wengine. Kwa nini usione hapa kilichofanyika mimi nini? Hadi mabanda ambayo tayari shaanza. Oh come on. Naweza kufunguka hiyo. Lakini ni mabanda tayari ambayo uko standby. I want you to appreciate. Tunapozungumza tuzungumze kitu ambacho ni halisi, ili upate kuona na kuelewa ni nini kinaendelea. Hapa ni sehemu ambayo tayari ni wewe tu na pesa yako kusema na kwenda kuwekeza Arusha. Na Ajefama kazi yangu mimi ni moja tu, ni kuonesha kwamba maeneo yapo Arusha na fursa zipo Tanzania, si ndio? Check it out. Na hiyo fence yenyewe ile pale, kila pahala ni msitu tu, all over. Unaweza kutazama kila pahala kuna msitu, miti ya asili. Okay, sasa unaweza kaanzisha Kill Season nyingine hapa na ukajipigia pesa. Kwa mfano tulicho kama tulivyoona pale, yani chumba kwa pale Kill Season, chumba kwa usiku mmoja, chumba cha kawaida shilingi 300,000 tu kukaa, yani usiku mmoja ukalala pale shilingi 300,000. What if wewe ukaja hapa ukawekeza, ukaingiza pesa yako, itarudi mara moja pale Kill Season. Tumeangalia kuna villa pale Kill Season ambapo villa moja ni shilingi takriban milioni 3 hivi kwa usiku mmoja. Pale villa. Hapa ni yani hapa unatembea tu mwendo wa dakika 5 kufika hiyo sehemu ambayo unachaji hela hiyo. What if wewe ukaja hapa ukabadilisha mchezo wa eneo hili na kuwekeza kwenye accommodation, kwenye hotel ya kitalii, pesa utakimbia mwenyewe. Nadhani hapo umepata picha ya ujumla. Pengine una maswali, uliza kwenye comment section na nitakujibu mara moja. Okay. Watu wamejenga, watu wamekuja kukaa kabisa. Unavyoona kama pori, si pori unavyofikiria. Huko ni makazi ya watu. Makazi wengi, kuna mahoteli, lakini kuna makazi ambao watu wanakaa. Ushafahamu? Hii thamani hapa unaweza kupasema kwa Tanzania, unaweza kupalinganisha na wapi pengine kwa Tanzania hii. Yaweza kuwa the most expensive place in Tanzania kwa sababu full of opportunities from tourism kwenda kwenye biashara, kwenda kwenye hii hapo gate nyingine hapo ni makazi, sio? Yeah. Na hiyo fence kila sehemu, hakuna shamba lilo wazi. Kila sehemu watu wamepiga fence full na makazi mengine. Can't you see that? Can't you appreciate? Fence kila pahala.
Hiyo tena si nyingine, makazi hayo. Usifikiri msitu eti nimeenda msituni. Come on. Sio msitu, ni makazi ya watu. Hata umesahau matatizo akiwa huku ni kama yuko peponi pa duniani. Yaani duniani lakini check it out. Hiyo sehemu nyingine hiyo, makazi. I want you to appreciate. Hiyo pale. Sehemu nyingine makazi. Alafu kaeka ua pale getini. Kwa masiala ni geti ndio zikuwa na ua. Hiyo geti kama fikiri. Ukasema labda ni nafikiri tu pesa kama iko hiyo. Security, maximum security. Naona kisha kuja huku ina maana umekuja eneo ambalo linatambulika. Check it out. Makazi mengine yale pale. Eti nienda msituni. Come on, sio msituni. Makazi yote yameka majumba huko. Kama tu chumba eneo hili kwa mtu tu Mtanzania. Kama tu chumba kulala usiku mmoja hoteli ni shilingi 300,000 kwa Mtanzania. Unaona? Kwa mgeni ni takriban shilingi 600,000, 700,000. Kitu kingine cha kuvutia hapa tu hivyo punde tumepishana na njia ya treni, yani reli inapita eneo hili. Kwa hiyo ni rahisi kwa usafirishaji pengine wa mizigo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni eneo moja potential sana. Sasa tunaingia kwenye checkpoint nyingine. Kila sehemu hapa kuna gate na kuna checkpoint. Kuna checkpoint zaidi ya 7 ambazo tunapitia na kila sehemu kuna mlinzi 24/7. Utaandika pale details zako stani. Kama ni gari unaingia nayo, namba za gari. Ni vitu Sio, ina maana security guaranteed 24/7. Okay. Kwa hiyo nilikuwa nakupa story moja kwamba can't you see Mount Meru? Sasa ina maana eneo hili unaweza ukaona kwamba mwenyeji tu analala kwa shilingi 300,000 kwa siku, lakini mgeni analala kwa shilingi 700,000 kwa siku moja. Ukienda upande wa villa mwenyeji analala kwa shilingi almost 300,000, lakini mgeni analala takriban 700,000 hivi. Usiku mmoja 700,000 imeondoka. Hayo ina maana hapa ndio tunaweza kuna maeneo ambayo watu wamewekeza kwenye ufugaji wa nyama, zoo, lakini pia kuna can't you see that? Hiyo ni nani huyo? Ni nani mnyama gani? Swala sio? Unaona kuna wanyama pale. Nataka uende pale wa appreciate. Shamba la farasi. Sawa. Lakini nadhani kuna wanyama wengine pia wamechanganya ndani yake. Wanyama unaona pale wanasema nyumbu. Wale pale wa kutosha. Mtu anayekuja kutalisi anakuja kupata furaha kabisa. Sasa akikuta wewe mwenyeji wake umenuna, sasa naingiaje? Atakuwa na yeye atasema okay, sasa huyu ni Masai hapa ambaye anatupokea, lakini anatupokea kwa lugha yao ya Kimasai. Lugha kwa salamu Kimasai ukisema keya kwa Masai yanamaanisha vipi mambo, alafu anakujibu sidai, kama vile sikudai. Karibu nale. Nale? Karibu sana. Yani ashanale. Ashanale. Karibu sana. Sasa wewe umeshafisha viungo vingapi rafiki? Nani mimi? Viungo. Viungo. Wanawake? Nina 2 tu. Tafuta bado. Nataka niongeze. Bado. Nilikuwa nataka Mungu anisaidie nifikishe hata 10. 10. Ni idadi ya ng'ombe tu. Sasa huyu jamaa anatupokea hapa. Karibu sana. Sasa tutakwenda ndani tuenda kuangalia. Come on. Okay. Eneo inashangaza. Kila baada hatua kadhaa ni hoteli tena kubwa. Hata ukimleta mtoto mdogo anakuambia pazuri. Kama binti yangu nikimpeleka sehemu fulani wanasema pazuri. Anajua pazuri ni wapi. Ulimwona? Basi yule binti kimpeleka sehemu hivi anasema pazuri. Anajua pazuri ni kitu kizuri bwana, kila mtu anajua kitu kizuri. Sasa acha kuoneshe eneo hilo kwa zuri linapopendeza. Subiri kidogo. Nakwenda kuonesha. Hata bukina wale. Come on. Let me show you. Hey. Come on. Hata bukini wale pale, alafu wako jirani na huyo, sio wa kuchora au wa kuchonga. Huyo ni twiga. Come on. Ule anakuja.
Hata kuja kupasua mtu huyo. Si ati angalia. Okay. Hawana shida? Okay. Kama mimi nakimbia kwa sababu huyu hapo namuona, huyu ni twiga, lakini kadri ninavyosogea na mwenyewe alikuwa ananisogelea kana kwamba anakuja kunipasua kichwani. Sasa mimi nikaingia woga. Yule pale ana madawa. Sasa kwa hiyo nilianza kurudi nyuma kwa sababu kofia kwamba yule mwingine yule pale. Yule pale mwingine. Yule pale. Sasa hapa hatari za kupasua. Hakudukua kichwani yule pale. Huyu silaha yake kubwa ipo miguuni. Wanarusha teke kurudi nyuma. Yule pale. Hana tabu. Come on. As tall as the giraffe. Hiyo pale. Kwa hiyo ukiwaleta watoto wako kutoka pale shambani ambao nimekuonesha mpaka hapa ni mwendo tu wa dakika 15 kwa mguu. Sasa unaleta watoto wako hapa, familia inakuja kuenjoy free of charge. It's about your eyes and your feet. Yule pale unatembea wanaenda zao. Panavutia sana. Lakini pia kuna tausi. Muhimu sana ni hapa, wale ndege tausi wana thamani yake hapa duniani. Ndege kama huyo sio hiyo, wanakaa kama vile unavyofuga kuku nyumbani. Imagine. Tausi si hawa hapa au unasema nini? Si hawa hapa. Kawaida kwa tausi dume ndio mwenye madoadoa, ndio mwenye rangi nzuri. Majike hawana rangi kama dume. Dume ana rangi hizo kwa ajili ya kuvutia jike. Pale. Unaona. Sasa unakaa nao nyumbani kwako kana kwamba umefuga kuku. Si hawa hapa. Hawako mbali. Kwa hiyo yule mbele atakuwa ni dume. Huyo ni dume alafu majike. So nice. Guys, tunataka tupate eneo kidogo feeling kwa kutembea kidogo. Niliona batabukini hapa around. Hawa wanaitwa ndege wa mapambo. Ritual ukiwafuga. Check yule pale kutembea. Check yule. Check yule tausi. Come on. Yule tausi. Ule dume mrembo. Alafu kwa ndege mrembo ni mwanaume. Alafu jike kwa ndege jike sio mrembo. Dume ndio mrembo. Kwa binadamu tofauti kidogo. Mwanamke inabidi awe mrembo. Dume na urembo wanapeka. Peleke nyumbani kwenu. Alafu hii hapa tizama. So these are the animals. Maybe simba yupo kweli? Sina hakika kama yupo humu ndani. Tutaenda kuuliza. Hapa tizama hiyo. Wildlife in the real sense of wildlife. Oh, beautiful. See, I love Hagia Sophia. See, true love from the gate, okay? From the watchman to the receptionist to the housekeeper to the animals to the wildlife. It's true love. It's true love. Love of nature, love of Mother Nature. I'm trying to show you the place. Let's move around. Another giraffe moving closely to me, moving majestically, as if it is dancing. Can't you appreciate? As if it is dancing. Come on. Wow. Coming closer. Coming closer. 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 Look at that. Fantastic. Mother Nature. It's true love. Check hiyo miguu yake. Haina kutembea lakini jamani. Huyu hapa. Unasemaje? Jirani na hoteli tunaona kuna hoteli nyingine kubwa sana hapa. Inaitwa Giraffe Manor. Na
eneo hili tu unatembea kwa miguu unakutana na hoteli za kitalii, si hoteli za kitalii zaidi ya 15. Imagine. Kupitia ziara zangu nazofanya nchini Tanzania, sijawahi kukutana na eneo ambalo lina potentials, lina nafasi kubwa za fursa kama eneo hili ambalo la Kilgore Arusha. Ile eneo niseme baada ya migodi ya dhahabu kwa thamani inafuatia ile eneo, na ndio maana watu wajanja wamekimbilia huko. Kama umevutiwa na eneo hili la shamba ambalo sasa hivi inaitwa shamba, lakini eneo ambalo linaweza kubadilishwa ikawa hotel, ikawa zoo, ikawa chochote, kama umevutiwa sana na ile eneo ambalo tumetoka kutembelea hivi punde, unaweza kuwasiliana na uongozi kupitia WhatsApp 0743812853. Tutakuunganisha na uongozi wa shamba hilo na mtapata kuzungumza na kuyajenga. Kwa nini usiweze? Unaweza. Hapa tunavuka tena, kila pala kuna mto, unaoni mto ule pale, mto wa Usa ama Usa River, na unatizama kila pahali miti ni ya kijani, kwa sababu eneo hili linapokea mito mingi, vijito vingi sana kila pahala, na ndio maana ni evergreen. Huenda documentary hii ikabadilisha mtazamo wako kwa ujumla kuhusiana na Arusha na kuhusiana na eneo hili la Kilgore Arusha. Huenda hii kawa ndio ufunguo wa maisha yako. Huenda hii ukulijua na pengine ulikuwa unahangaika uwekeze wapi, uende migodini ama uende wapi, real estate au kwenye kilimo. Huenda ulikuwa hujui kwamba kuna maeneo Tanzania ambayo ukiwekeza tu pesa yako inarudi mara moja. Na hapa ni mwanzo wa safari zetu nchini Tanzania. Tafadhali subscribe, like na kushare. Mimi ni Haji Farmer, daktari mkulima. Mpaka hapo sina la ziada. Bye.